secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Ukisoma taarifa ya chombo kimoja cha habari kimenukuu message zinazoonekana kusambaa mitandaoni, na kwamba kuna kundi linaitwa G55 liliundwa linapinga msimamo wa chama kuhusu no reform no election, na kwamba huu kupinga msimamo wa chama ni usaliti, ni uhaini, hao watu wanatakiwa wafukuzwe wanachama na mambo mengi kama haya. Kwa hiyo nikasema ni muhimu haya mambo yakawekwa sawa. Kwanza niseme, mimi sijaondolewa kwenye nafasi yangu kwa sababu ya hizo message. Mimi nimeondolewa kwa sababu ya chuki, ubinafsi, visasi, hasira, uchungu na vinyongo ambavyo vipo kwenye uongozi wa sasa wa Chadema. Kwa kipindi cha miezi miwili naweza nikasema ambacho nimetumika mwaka huu kama katibu wa secretariat tangu tarehe 21 imepita Januari, mimi binafsi nilikuwa kama yatima. Yaani unaishi kama yatima, unaishi na watu ambao unaona, moja, hawakuamini; mbili, wanakutreat kama mtoto wa kambo, mtu ambaye hufai kuwepo sehemu fulani, upo kwa sababu ya labda umependelewa au kuna mtu anakubeba, huna uwezo. Kwa hiyo kulikuwa na treatment ambayo haikuwa sawa sawa. Na niwakumbushe nyinyi waandishi wa habari, na mnakumbuka na wanachadema wanakumbuka, kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema kilichokaa tarehe 10 na 11 Machi, makao makuu ya chama, mimi nilikuwepo kwenye kikao cha tarehe 10 Machi. Zilipotoka picha za Mwita yuko kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema, Mwita alitukanwa nchi nzima. Huyu mtu anafanya nini kwenye kamati kuu? Huyu ni msaliti. Nikajiuliza maswali mengi sana. Hivi kwa sababu tu Julius Mwita alionekana kuwepo kwenye uongozi wa chama uliopita uliokuwa unaongozwa na Freeman Mbowe, huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Wakazungumza mengi sana Twitter, Clubhouse, kwenye magrupu ya WhatsApp. Wengine wakajikusanya wakatengeneza petition kwamba hawamtaki Julius Mwita kwenye vikao vya kamati kuu. Kwa hiyo nataka watu wajue kwamba Julius Mwita hajaondolewa kwa sababu eti anapinga no reform no election. Mwita ameondolewa kwa sababu imesemwa kwamba huyu ni mtu mbaya sana, na ubaya wa Mwita hakuna anayeweza kusema. Yako mengi yanazungumzwa ambayo hayana ushahidi. Mojawapo ni kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, chaguzi ambazo zimewaweka wengine madarakani. Zilizoharibiwa ni zipi? Na for your information, yuko mtu mwingine atafukuzwa hivi karibuni kwa sababu ya chuki tu hizi. Yuko mtu mwingine atafukuzwa, sitaki kumtaja leo, lakini yuko. Habari hii wiki haiishi, utasikia naye amefukuzwa. Labda baada ya mimi kusema leo wanaweza wakamspare kidogo ili kuona kwamba, kumuonesha kwamba Mwita alisema uongo, lakini hamalizi hii wiki wanamfukuza mtu mwingine ambaye anaonekana kama ni tatizo. Na hata sasa hivi tunavyozungumza, wako wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa na mwelekeo wa kuunga mkono Freeman Mbowe, wanashughulikiwa sawa sawa kwenye kundi la kamati kuu la WhatsApp, wanatukanwa, wanasema vibaya. Na hii ni chuki tu, visasi, vinyongo, uchungu. Hatuwezi kuendesha taasisi kubwa kama Chadema inayotegemewa na Watanzania kwa chuki, vinyongo, visasi, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi sasa amegeuka kuwa mbaya, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi eti amegeuka msaliti. Mmeona juzi amepigwa binti anaitwa Siglada. Chama kimekaa kimya, baada ya muda kinatoka na tamko, tunachunguza. Anapigwa mwanamke na mwanaume anaumia, mnasema mnachunguza. Hii sio sawa sawa. Hii haiwezi kuwa sawa. Watu wanaendelea kushughulikiwa ndani ya hiki chama. Mtakumbuka hata wakati wa mchakato wa uchaguzi ndani ya chama alivuliwa uongozi Emmanuel Ntobi bila kufuata mchakato wa kikatiba, akaondolewa kwenye mwenyekiti wa mkoa. Lakini vile vile mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Shinyanga Emmanuel Vuga ameenguliwa kwenye uongozi wake wa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Shinyanga. Lengo ni nini? Kuondoa watu wote waliomuunga mkono Mbowe kwenye chama hiki. Lakini tunajiuliza,
Hivi wanachadema wenzetu wanatuchukia sisi tuliomuunga mkono Mbowe kuliko wanavyochukia matendo mabaya ya CCM? Unaweza kuwachukia wenzako ulioishi nao miaka 10, 15 kuliko unavyoweza kuchukia ubaya unaofanywa na serikali ya CCM? Unarudi tu pale pale kwamba hawa watu wana chuki, wana vinyongo, wana hasira, wana visasi. Wale ambao mnasoma kwenye magrupu ya WhatsApp mtaona huko yanayozungumzwa. Hawa hawafai, wafukuzwe. Kwa wakati kabla sijaja hapa nasoma wanasema wafuatao wafukuzwe Chadema. Jina la kwanza pale Freeman Mbowe. Anayesema hivyo amejiunga na Chadema mwaka 2023. Anasema Freeman Mbowe afukuzwe Chadema. Unajiuliza hii chuki imetoka wapi? Ile familyhood ambayo Chadema tulikuwa nayo miaka hiyo, tunakaa kama family, imeenda wapi? Ile love iliyokuwepo ndani ya chama imeenda wapi? Sasa nilitaka kwanza nijenge msingi huo. Mimi sijaondolewa kwa sababu eti napinga no reform no election. Ila nimeondolewa kwa sababu nachukiwa. Nimeondolewa kwa sababu ninaonekana kuwa ni mfuasi wa Mbowe. Sasa Mbowe leo amekuwa mtu mbaya sana kwa Chadema kiasi hicho. Sasa yako mambo nitayasema hapa yatakayoonyesha kwamba hii ni chuki tu wala hamna kitu kingine. Kwa hiyo zungumza, wako wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa na mwelekeo wa kuunga mkono Freeman Mbowe wanashughulikiwa sawa sawa kwenye kundi la kamati kuu la WhatsApp. Wanatukanwa, wanasema vibaya na hii ni chuki tu, visasi, vinyongo, uchungu. Hatuwezi kuendesha taasisi kubwa kama Chadema inayotegemewa na Watanzania kwa chuki, vinyongo, visasi, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi sasa amegeuka kuwa mbaya. Eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi eti amegeuka msaliti. Meona juzi amepigwa binti anaitwa Slada. Chama kimekaa kimya, baada ya muda kinatoka na tamko tunachunguza. Anapigwa mwanamke na mwanaume anaumia, mnasema mnachunguza. Hii sio sawa sawa. Hii haiwezi kuwa sawa. Watu wanaendelea kushughulikiwa ndani ya hiki chama. Mtakumbuka hata wakati wa mchakato wa uchaguzi ndani ya chama alivuliwa uongozi Emmanuel Ntobi bila kufuata mchakato wa kikatiba, akaondolewa kwenye mwenyekiti wa mkoa. Lakini vile vile mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Shinyanga Emmanuel Vuga ameenguliwa kwenye uongozi wake wa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Shinyanga. Lengo ni nini? Kuondoa watu wote waliomuunga mkono Mbowe kwenye chama hiki. Lakini tunajiuliza, hivi wanachadema wenzetu wanatuchukia sisi tuliomuunga mkono Mbowe kuliko wanavyochukia matendo mabaya ya CCM? Unaweza kuwachukia wenzako ulioishi nao miaka 10, 15 kuliko unavyoweza kuchukia ubaya unaofanywa na serikali ya CCM? Unarudi tu pale pale kwamba hawa watu wana chuki, wana vinyongo, wana hasira, wana visasi. Wale ambao mnasoma kwenye magrupu ya WhatsApp mtaona huko yanayozungumzwa. Hawa hawafai, wafukuzwe. Kwa wakati kabla sijaja hapa nasoma wanasema wafuatao wafukuzwe Chadema. Jina la kwanza pale Freeman Mbowe. Anayesema hivyo amejiunga na Chadema mwaka 2023. Anasema Freeman Mbowe afukuzwe Chadema. Unajiuliza hii chuki imetoka wapi? Ile familyhood ambayo Chadema tulikuwa nayo miaka hiyo, tunakaa kama family, imeenda wapi? Ile love iliyokuwepo ndani ya chama imeenda wapi? Sasa nilitaka kwanza nijenge msingi huo. Mimi sijaondolewa kwa sababu eti napinga no reform no election. Ila nimeondolewa kwa sababu nachukiwa. Nimeondolewa kwa sababu ninaonekana kuwa ni mfuasi wa Mbowe. Sasa Mbowe leo amekuwa mtu mbaya sana kwa Chadema kiasi hicho. Sasa yako mambo nitayasema hapa yatakayoonyesha kwamba hii ni chuki tu wala hamna kitu kingine. Kwa hiyo zungumza, wako wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa na mwelekeo wa kuunga mkono Freeman Mbowe wanashughulikiwa sawa sawa kwenye kundi la kamati kuu la WhatsApp. Wanatukanwa, wanasema vibaya na hii ni chuki tu, visasi, vinyongo, uchungu. Hatuwezi kuendesha taasisi kubwa kama Chadema inayotegemewa na Watanzania kwa chuki, vinyongo, visasi, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi sasa amegeuka kuwa mbaya. Eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi eti amegeuka msaliti. Meona juzi amepigwa binti anaitwa Slada. Chama kimekaa kimya, baada ya muda kinatoka na tamko tunachunguza. Anapigwa mwanamke na mwanaume anaumia, mnasema mnachunguza. Hii sio sawa sawa. Hii haiwezi kuwa sawa. Watu wanaendelea kushughulikiwa ndani ya hiki chama. Mtakumbuka hata wakati wa mchakato wa uchaguzi ndani ya chama alivuliwa uongozi Emmanuel Ntobi bila kufuata mchakato wa kikatiba, akaondolewa kwenye mwenyekiti wa mkoa.
Lakini vile vile mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Shinyanga Emmanuel Vuga ameenguliwa kwenye uongozi wake wa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Shinyanga. Lengo ni nini? Kuondoa watu wote walio